Leo tena nina unabii mzito sana kuhusu nchi ya Tanzania na vile ambavyo itakuwa. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni namna gani Tanzania mpya itakuja. Watu wanadhani ya kwamba Tanzania mpya itakuja kutoka nje ya CCM. Nataka tu nikwambie kitu kimoja ya kwamba kwa jinsi ambavyo Mungu analipenda taifa hili la Tanzania na asingependa kuona machafuko yanaendelea kutokea, mabadiliko hayawezi kutokea nje ya CCM. Mabadiliko hayawezi kutokea nje ya CCM. Mabadiliko yatafanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa namna gani mabadiliko yatatokea katika Chama cha Mapinduzi CCM? Mungu anaenda kuchipusha jambo jipya katika nchi ya Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kuna watu ambao wanaenda kutokea katika Chama cha Mapinduzi CCM ambao watakuwa na impact kubwa na watakuwa na manufaa makubwa sana katika nchi ya Tanzania. Watu wanauliza, watu hao ni wakina nani? Sikiliza nikwambie kitu ndugu yangu. Mungu si kama mwanadamu. Mawazo ya mwanadamu ni tofauti kabisa na mawazo ya Mungu. Wakati mwanadamu anawaza pengine Mungu atawaleta watu wengine, Mungu anategemea kuwabadilisha wale watu wengine kuwa ni wale watu ambao yeye anawataka. Yaani wakati unanitegemea mimi mtumishi wako niliyosimama hapa niondoke, nife, ili kwa sababu tu nilikutendea mabaya, Mungu anataka kunibadilisha mimi niwe chombo chake ili wewe uweze kuona utukufu wa Mungu. Kwa wewe usiyejua, watu wanabadilika, watu wanaondoka, lakini pia watu wanabadilika kama nilivyotangulia kusema. Watu wanabadilika kwa namna gani? Maandiko yanasema ya kwamba Mungu hapendezwi na watu kufa katika uovu wao. Kwa hiyo kumbe ndio maana Mungu akaweka nafasi ya toba na rehema, kwamba mtu anapoomba toba, hata kama aliua, hata kama alichinja, hata kama alidanganya kwa namna gani, bado Mungu anaweza kumpatia nafasi ya kusimama na kumfanya kuwa tena mtoto wake, kwa sababu sisi sote ni vyombo tu, alafu Bwana yeye anatutumia sisi kama vile anavyopenda. Utaniuliza, mtumishi, una maana gani? Ndani ya chama cha CCM kutatokea mabadiliko makubwa ambayo hajawahi kutokea katika nchi ya Tanzania. Nielewe, ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM yatatokea mabadiliko makubwa ambayo hajawahi kutokea. Mungu anaenda kuitengeneza Tanzania kwa namna ya ajabu, kwa namna ya kushangaza, na tunaenda kukitumia Chama cha Mapinduzi CCM kwa ajili ya kuleta yale mabadiliko ambayo Watanzania walikuwa wanayataka. Yes, usiwe na miemko, nisikilize kwa umakini sana, utanielewa. Mungu ameitazama Tanzania. Mungu amekitazama Chama cha Mapinduzi. Mungu anaenda kuwarehemu watu wote. Mungu sio Mungu wa maangamizo. Kwa wewe uliyekuwa unafikiria kwamba mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya maendeleo yatatoka nje ya Chama cha Mapinduzi CCM, unajidanganya. Mabadiliko ndani ya Tanzania yanaenda kufanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Utanielewa tu. Sikiliza, wale uliokuwa unawaona wabaya, wale uliokuwa unaona hawafai, wanaenda kufaa. Yule Sauli aliyekuwa akiwaua wanafunzi wa Yesu ndiye yule ambaye alihubiri injili kwa nguvu na kuandika waraka nyingi kuliko mtume mwingine yoyote wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe unaona kabisa kwamba Mungu si Mungu wa visasi. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu ni Mungu wa kusamehe. Kwa hiyo wale wote ambao ulikuwa unaona wewe ni wabaya katika maisha yako, unaona kabisa hawa hawafai katika utawala, wanatakiwa waondoke, ndio hao Mungu anaenda kuwabadilisha tena mioyo yao, anaenda tena kusema nao ili wawe chombo chema na chombo kiteule katika nchi ya Tanzania. Mara ya kwanza nileta unabii ya kwamba nchi ya Tanzania inaenda kusaidiwa sasa hivi ili iweze kuprotect zile mali zilizobakia katika nchi ya Tanzania, kwa sababu ni mali ambazo zimewekwa akiba kwa ajili ya uamsho wa Injili. Kwa hiyo kwa mwaka 2025 2030 Mungu ameniambia ya kwamba Watanzania mnatakiwa muendelee kuwa wavumilivu mpaka mabadiliko yatakapotokea ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, na mwaka 2030
ndipo mtafanya mabadiliko ya kumchagua nyinyi rais mnayemtaka. Kama atatokea katika chama tawala au chama cha upinzani, hivyo itakuwa inawezekana kwa 100% kutokana na mabadiliko ambayo Mungu anaenda kuyafanya katika nchi ya Tanzania. Bila shaka umeshasikia ya kwamba watumishi wengi wanasema ya kwamba Tanzania mpya inakuja. Watu wanafikiri ya kwamba Tanzania mpya inakuja kwa mapinduzi ya kumwaga damu na uharibifu mkubwa. Hapana. Tanzania itafanya mapinduzi yake, itafanya mabadiliko yake very very simple, kwa sababu Mungu yuko kushughulika na nchi ya Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia. Bado nina unabii mkubwa sana kuhusu nchi ya Tanzania, kwa sababu nimekwambia ya kwamba niliona Tanzania, watoto wa mjini wanasema ya kwamba ndani nje, nje ndani. Yaani niliweza kuiona Tanzania vizuri. Niliweza kuiona Tanzania imevuliwa nguo, nami nikawa naiona ipo uchi. Nikaweza kuziona mali zilizofichwa mahali pasili. Nikaweza kuona viongozi mbalimbali ambao wameficha hela nje ya nchi, lakini Mungu anaenda kuzirejesha zile hela ndani ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania itakuwa salama kwa sababu ya mkono wa Mungu uliotelemsha. Ukisoma katika maandiko yanasema ya kwamba tazama, mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, ili kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Sikiliza, pale ambapo unafika mwisho ndipo Mungu anaonekana kwa yale mema ambayo anakuwazia. Hivyo hauna haja ya kuhangaika, hauna haja ya kuwa na taharuki, kwa sababu Mungu si Mungu wa visasi, ni Mungu wa rehema. Anawarehemu watu wote, anatupenda watu wote. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiandae kuipokea Tanzania mpya, kwa sababu Tanzania mpya inakuja kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Mungu anaenda kuwabadilisha wale wote ambao tulikuwa tunawaona ni wabaya, anaenda kuwafanya kuwa tena watu wazuri, kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu anasema ya kwamba dhambi zako zitakapokuwa nyekundu nitazisafisha kuwa kama theluji. Kwa hiyo usifikiri ya kwamba kama kuna mtu ambaye ataua maelfu na maelfu na maelfu na maelfu alafu Mungu akamlipiza kisasi. Hapana, akiomba toba na rehema, Mungu uwaga ni Mungu wa kusamehe. Tujiulize mimi na wewe leo, tumefanya mangapi? Tumemkosea Mungu mangapi? Kwa nini Mungu amekuwa ni Mungu wa rehema na kuturejesha tena kwake? Yawezekana unafikiria kibinadamu ya kwamba kwa haya aliyoyafanya astahili kabisa kusamehewa. Hapana, wanadamu ndio huwa wanahukumu kwa akili, lakini Mungu yeye huwa anahukumu kwa haki, na hataki kazi yoyote aliyoifanya iweze kwenda kuteseka katika ile jehanamu ya milele. Mungu anataka watu wote walioumbwa waweze kufikiria toba, ili waweze kurudi kule walikotoka, yani kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana maandiko yanasema, tazama tutasherekea pamoja na mwana kondoo milele na milele. Kwa hiyo wewe unayefikiria kwamba Mungu anaweza kulipiza kisasi kwa yale yaliyotokea, najua umeumia, najua yanaumiza kiasi gani, lakini maandiko yanatufariji, yanasema ya kwamba lakini sitaki mkose kujua neno hili ya kwamba sisi tulio hai hatutatangulia kwanza kabla ya wale waliokufa hawajafufuliwa bado kwa kurudi kwake Kristo. Anasema Paulo ya kwamba farijaneni kwa maneno hayo ili muweze kudumu katika imani. Kwa hiyo hawa waliokufa, heri wafu wanaokufa katika Bwana, kwa sababu matendo yanafatana pamoja na wao. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki, na nikutakie wakati mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea katika chaneli hii ambayo imenipa kibali ya kuweza kuongea unabii huu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom.